Je, utu wako ndio dira inayoongoza maisha yako? Nataka tujifunze siri ya kujitambua kiutu na kimaadili. Kaa nasi hadi mwisho wa mada hii ili ujifunze jambo. Karibu na usiende mbali. Bado tuko kwenye hiyo kurunzi ya maeneo ya kujitambua, na hili ni eneo la 9, kujitambua kiutu na kimaadili. Moral and ethical self-awareness. Kurunzi hii ni ndefu na hii ni mada ya 9. Kadri ulimwengu unavyogubikwa na shughuli nyingi, watu wanapoteza utu wao, kiasi kwamba ulimwengu unaanza kukulazimisha kuishi kama mtu mwingine. Kumbuka huko nyuma tuliongelea mambo ya kuiga. Ukianza kupotea kwenye kuiga, utaiga mitindo isiyofanana na wewe, utasoma kozi usizoziweza kwa sababu unataka kuwa kama fulani. Matokeo yake utapoteza utu wako na utapoteza maadili. Ili tuelewe hii mada vizuri, ninakuletea sehemu kadhaa, na sehemu ya kwanza ni kujua maana ya kujitambua kiutu na kimaadili. Tujue maana ili tuweze kufungua hiyo siri iliyopo kwenye kujitambua kiutu na kimaadili. Kujitambua kiutu na kimaadili ni uwezo wa mtu kuelewa misingi ya ndani inayomwongoza kufanya maamuzi. Kujua misingi iliyo ndani yako inayokuwezesha kufanya maamuzi. Kujitambua kiutu na kimaadili ni pale unapojua tofauti kati ya kile unachotaka kufanya na kile ambacho ni sahihi kufanya. Ukijua huo utofauti, ndiyo maana ya kujitambua kiutu na kimaadili. Hiyo pia ni kujua ni nini unachokiamini, ni misingi gani unayoshikilia kwenye maisha, na ni maamuzi gani yanayolingana na utu wako. Maadili si sheria ya nje, bali ni dira ya ndani iongozayo maisha yako. Maadili ni mwanga unaokuongoza hata unapokutana na vishawishi, shinikizo na mazingira magumu. Bado unashikilia maadili. Ethical au morality yako inaenda kulingana na dira iliyo ndani. Ukishajua maana ya kujitambua kiutu na kimaadili, na kuletea sehemu ya pili ambayo inasema kwa nini kujitambua kimaadili ni muhimu. Kuna umuhimu gani kujitambua kimaadili? Mtu anapojitambua kimaadili ana uwezo wa kusema hapana pale ambapo wengi wamesema ndio. Wengi wanaweza kusema ndio, lakini wewe ukijua maadili yako na ukiuthamini utu wako, una uwezo wa kusema hapana. Mtu anaweza kusimama kwenye misingi yake bila kutetereka, maana anafahamu utu wake na anasimamia maadili yake. Faida zake ni pamoja na kuishi kwa uadilifu na ukweli, kufanya maamuzi thabiti, kujenga uaminifu katika mahusiano, kuwa na uthabiti wa ndani na kuishi maisha yenye heshima na kujiheshimu. Katika dunia ya leo ambapo maadili yanabadilika kulingana na mitindo ya maisha, kujitambua kimaadili kunakuwa kama nanga kinachokuweka imara. Maana yake nanga ni kile kitu kinakuweka imara ili usitetereke, usipelekwe huku, usipelekwe kule, kwa sababu una msimamo unaomshikilia wewe kama wewe. Tunaendelea kufungua hizo siri. Sehemu ya 3 ya mafundisho haya, tuangazie eneo la kiutu, wewe kama binadamu kamili. Utu ni zaidi ya tabia nzuri. Watu wengine wanafikiri tabia nzuri pekee ndio utu. Hapana, utu ni zaidi ya hilo. Utu ni msingi wa ndani unaokufanya utambue thamani ya maisha yako na thamani ya maisha ya watu wengine. Huo ndio utu. Unakuwa na huruma fulani, unakuwa na kiasi. Mtu mwenye kujitambua kiutu hutambua hisia zake, huonyesha huruma,
hutenda kwa kuzingatia athari kwa wengine, yaani anafanya mambo akiangalia kutokuathiri maisha ya watu wengine. Huishi kwa amani ya ndani, inner peace. Huyu mtu ana amani ya ndani, maana hawagombezi watu, hafanyi vitu vitakavyoleta vurugu kwenye jamii, na analinda sifa yake. Utu kwa upande mwingine hapa ni sifa yako inaendaje kwenye jamii. Katika maisha ya sasa yenye msongamano wa majukumu, watu wengi hupoteza utu kwa sababu ya presha, majeraha ya kihisia au mashindano yasiyoisha. Nikiongea kwenye mfano hapa, kuna dada mmoja alikuwa kwenye mahusiano, yakaharibika hayo mahusiano. Yule mwanaume akaenda kuoa mdada mwingine. Huyu mdada katika yale maumivu ya kimahusiano akaamua kwenda kupendana na mwanaume mwingine na kuolewa mapema bila hata kujua tabia ya huyu mwanaume. Kwa hivyo yeye alikuwa anajaribu kufanya mashindano, ila aliamua kufanya hivyo ili afiche aibu, aone kwamba na yeye pia anapendwa, lakini akafanya kwa haraka kiasi kwamba hiyo ndoa aliyoingia haikudumu. Laiti angesubiri ajifunze ni mambo gani aliyompelekea huyu jamaa kwenda kuoa binti mwingine, ila alichukua hatua za haraka, akakimbilia kuolewa, akashindwa huko. Lakini alishindwa baada ya kuachwa na mtoto mmoja, akawa amekosa ile nguvu na ile thamani ya ubinti. Kujitambua kiutu kuna kurudisha kwenye msingi, kwenye ubinadamu wako. Unarudi kwenye ubinadamu wako, unakuwa na uwezo wa kujiuliza maswali, unakuwa na uwezo wa kujitafakari na kuangalia ni nini kimekosa hapa, nikiongezee ili niwe imara. Sehemu ya 4 ya mafundisho haya tunaangazia changamoto zinazopoteza utu na maadili. Na changamoto ni nyingi zinazosababisha kupoteza utu na maadili. Na changamoto hizo ni kama shinikizo la kijamii, societal pressure, utamaduni wa mafanikio ya haraka. Watu wameanza kuchukua utamaduni wa mafanikio ya haraka. Nataka post video ipate views nyingi siku chache, aanze kupata hela, au aanzishe biashara, afungue tu duka siku 2-3, wiki moja, wiki 2, aanze kupata faida. Anataka aanze biashara akiwa maeneo ya Afrika au vijijini, anataka apate mtaji mkubwa, aanzie biashara kwenda China. Kwa hivyo watu wameanza kuwa na ule utamaduni wa mafanikio ya haraka kiasi kwamba hilo tu linaanza kupoteza utu wao na maadili. Changamoto nyingine ni mazingira ya kazi yenye rushwa au ukosefu wa uwazi. Inafika wakati kwamba watu wanatoa rushwa na wengine wanapokea rushwa ili kujaribu kununua nafasi ambayo haikuwastahiki. Changamoto nyingine ni ushawishi wa tamaduni za nje. Ushawishi wa tamaduni za nje na zile za kwako. Ukianza kuona tamaduni za watu wengine, wakati mwingine unafikiria ni nzuri kuliko za kwako, mwisho wa siku inakuwa changamoto ya wewe kulinda utu wako. Na hili limeonekana sana kwenye mavazi. Wanawake wengi wanavaa mivalio ya fashion ambazo wameona kwenye TV, zinazoendana na asili za watu wengine. Wao wanazikopi na kuanza kuzifanya kama ni asili zao. Matokeo yake wanapoteza utu, wanapoteza maadili, maana viungo vya mwili ambavyo vilitakiwa vifunikwe vinaanza kuwa wazi, vinapigwa na jua, vinakosa thamani. Na mwisho wa siku hata wale wanaume ambao wangetaka waone kitu kilichofunikwa au wangetaka wakusogelee ili wapate jinsi ya kukujua zaidi, wamesha kujua, maana wanakuona nusu uchi barabarani, walishaona mpaka na sehemu una kovu. Maadili yanapotea katika ushawishi wa tamaduni za nje. Changamoto nyingine ni hofu ya kukataliwa. Watu wanakuwa na hofu ya kukataliwa. Kila mtu anajaribu kufanya kitu kizuri ili uwe mvuto wa watu wengine kumtamani au kumpenda. Katika ile hofu ya kukataliwa, inakuwa ni changamoto ya wewe unaachana na utu wako kabisa, au unaachana pia na maadili yako ili uingiane na ule mlengo wa wewe kukubaliwa.
Changamoto nyingine ni kukosa mifano ya uadilifu. Kukosa mifano ya uadilifu kwenye jamii kunafanya pia mtu anapoteza utu na maadili. Hakuna guidance. Sasa kila mtu anafanya kivyake tu. Watu wengi wanajikuta wakifanya maamuzi si kwa sababu ni sahihi, bali kwa sababu ndivyo wengine wanavyofanya. Kwa hivyo watu wanakaa tu wanaona, mbona wengine wanafanya hivi? Mimi ni nani? Kwa nini nisifanye kama wao? Mwisho wa siku maadili yako yanapotea, utu wako unapotea, unaanza kuishi kwa mlengo wa watu wengine. Hizi ni baadhi tu ya changamoto zinazopoteza utu na maadili ya mwanadamu. Ukianza kujua hii siri, utakuwa rahisi au utakuwa chonjo kutengeneza hili eneo ili uwe mtu aliye na faida kwenye jamii. Sehemu ya 5 kwenye mafundisho haya tunajifunza jinsi ya kuimarisha kujitambua kiutu na kimaadili. Kujenga eneo la kiutu na kimaadili kunahitaji makusudi. Lazima uwe na lengo, ulenge kujenga utu wako, ulenge kusimamia maadili yako. Hapa kuna njia muhimu chache ambazo nitataka kushare na wewe kwa haraka. Njia ya kwanza, kujitafakari kabla ya kufanya maamuzi. Ili utu wako usiwe na maswali, lazima uwe unajitafakari kabla ya kufanya maamuzi fulani. Kama ule mfano niliokuambia wa yule msichana, alighadhibika kuona mwenzi wake ameenda kuoa mwanamke mwingine, akachukua maamuzi ya haraka ya kwenda kuolewa. Hakuchukua muda wa kutafakari kujua kwamba je, huyu nayeenda kuolewa naye ananifaa? Lakini kwake ilikuwa kama ni njia ya kumwonyesha yule bwana kwamba na yeye pia anapendwa. Matokeo yake hata kule hakukaa. Njia ya pili ni kuishi kwa uwazi na ukweli. Tengeneza utu wako kwenye ukweli. Jenga msingi wa ukweli na uwazi. Transparent. Be open minded. Ili kwamba usiwe mtu wa kudanganywa. Mambo yakija ambayo unaona yanaweza kuharibu utu wako na maadili yako, yaangazie kwanza, alafu baadaye unajiuliza kama haya yanaendana na ukweli ninaoishi nao mimi. Njia ya 3, kujifunza kusamehe na kuonyesha huruma. Uwe mwepesi wa kusamehe ili kwamba utu wako usiharibike. Kwa sababu usiposamehe utaangukia maamuzi ya hasira ambayo yatakuletea hasara baadaye. Katika kuonyesha huruma pia utakuwa na uwezo wa kujizuia kutokuwaumiza watu. Kuumiza katika hali ya maneno, katika hali ya vitendo, nikimaanisha hata kuwapiga na kuwaua, sio kitu kizuri kwenye maadili yako. Njia nyingine ni kujifunza maadili ya msingi. Chukua muda ujifunze maadili. Yaani usiishie tu yale unayoyapenda wewe, bali hata watu wengine. Angalia kama ni yapi wanaweza kuyapenda yakifanyika karibu nao. Maintain usafi, ongea kwa upole, uwe na hali ambayo itawavutia watu wengine kukusogelea. Utu wako ujengwe kwenye kipengele cha kujifunza. Njia nyingine ni kutafuta ushauri kutoka kwa watu wenye hekima. Tafuta maneno ya hekima kutoka kwa watu wengine ya kujenge, yaendelee kujenga utu wako. Njia nyingine ni kujenga ujasiri wa kusema hapana kwa mambo yanayokiuka misingi yako. Kunaweza kukatokea mambo ambayo watu wanakusuggest, fashion za wewe kuvaa, maneno ya wewe kuongea, ambayo unajua kabisa haya hayaendani na utu wangu. Unachotakiwa kufanya pale ni kusema hapana, katika kiwango hiki mimi nimefika mwisho, siwezi kuendelea kwa sababu haya yatakiuka utu wangu. Na utu wako sio dini. Dini yako ni imani kabisa inayokupotosha. Na wengi wanafikiri wanajifunza utu kutoka kwa imani za Kikristo, za Kiislamu, za Kibudha na zinginezo. Hapana, utu wako unajengwa na asili. Kama wewe ni mwanaume, jenga utu wa kiume. Kama wewe ni mwanamke, jenga utu wa kike. Jifunze kwenye mababu na mabibi ili upate fursa ya kuelewa unakokwenda. Jenga ujasiri wa kusema hapana. Unajenga utu ulio ndani. Deep morality inatokana
na haya yote ama inatokana na hizi njia zote nilizokutajia. Naamini umeanza kuipokea siri iliyomo ndani ya kujitambua kiutu na kimaadili. Sehemu ya 6 ya mafundisho haya tunaangazia mtazamo wa Kiafrika kuhusu utu na maadili. Mtazamo wa Kiafrika unasema utu na maadili ni kama nguzo za jamii. Utu wako na maadili yako ndiyo nguzo ya jamii. Ukirudi nyuma tulivyoongelea kuhusu kujitambua kijamii, utagundua kwamba kwenye mtazamo wa Kiafrika, utu wako una mchango mkubwa wa kuonekana wewe ni nani kwenye jamii. Na ndio maana nikakuuliza swali, je, utu wako una dira inayokuongoza? Siri zake ndio hizi hapa. Katika falsafa ya Kiafrika, utu na maadili si mali ya mtu binafsi au sio faida ya kwako mwenyewe, ni faida ya jamii nzima. Ni sehemu ya mtandao mpana wa uhusiano. Kumbuka, uhusiano ulio bora unatokana na utu wako, unatokana na maadili yako, sio kukurupuka tu ati wanipende jinsi nilivyo, mimi ni mtu nahitaji kupenda. Utapendwaje bwana? Wewe unakaa siku 3 bila kuoga, unataka kuja kutukumbatia? Wewe umekaa siku 2 bila kupiga mswaki, unataka kuninongonezea? Umeharibu utu kwenye swala la usafi. Sasa nitakusogeleaje? Kwa hivyo kuna mambo madogo madogo kwenye utu ambayo Kiafrika huo mtazamo unaonyesha kwamba hii utu wako na maadili yako sio ya kwako mwenyewe, bali ni faida kwa jamii nzima. Ndio maana kwenye Ubuntu wanasema mtu ni mtu kwa sababu ya watu wengine, ikimaanisha maamuzi yako yataathiri jamii, aidha kwenye njia chanya au njia hasi. Lazima uangalie maamuzi yako yanakwendaje katika kuiathiri jamii inayokuzunguka. Pia utu wako unaangaliwa kwenye uadilifu wako ambao ni urithi kwa vizazi. Uadilifu wako wewe ni urithi kwa vizazi. Jina utakaloliacha ndilo watakalopeleka wanao na wajukuu na vizazi vijavyo. Kwa hivyo lazima uangalie uadilifu wako ni wa aina gani, na watu watakapotaja jina lako wataona nini. Wanapolitaja tu jina lako, ni nini kinakuja kwenye mawazo yao. Jambo lingine hapa, utu wako ni mchango kwa amani ya jamii. Utu wako ni mchango, maana utu wako wewe ni utu unaotengeneza amani, ni utu unaowakaribisha watu, ni utu ulio tayari kugawa mali zako na watu wengine, kugawa hekima, kugawa mawazo na kushirikiana na watu vizuri. Unapofanya hivyo, unaanza kujenga utu ambao unaleta mchango wa maana, tena mchango wa amani kwenye jamii. Kwa hivyo huo ndio mtazamo wa Kiafrika kwa mtu anayejitambua kiutu. Unapojitambua kiutu, unaanza kulinda sifa yako isiharibike. Watu wa magharibi wanacheza movie za hivi na nyinyi mnaanza kucheza. Watu wa magharibi wanabusiana hadharani na nyinyi mnaanza kubusiana hadharani hata mbele ya wazazi. Inakuwa inakuharibia utu. Hebu angalia, miongoni mwa wengi waliocheza movie ya Afrika wakiiga mitindo ya movie za magharibi, wanawake wengi waliohusika kwenye hizo movie hawakuolewa. Wako wengi nchini Tanzania, nchini Kongo, nchini Nigeria, nchini Ghana, Zimbabwe, South Africa, sehemu nyingi. Wale wanawake wengi walioharibu maadili yao kupitia movie ya kukaa vitandani na wanaume, kuigiza kana kwamba wanafanya mapenzi, kubusiana, walivua utu wao kwa kiasi kikubwa, wakakosa kuwa na umuhimu kwenye jamii. Maana jamii iliwatarajia kwa viwango vingine, ila kwa sababu ya kuiga jinsi watu wa magharibi wanavyoendesha movie zao, hili liliwaletea changamoto. Mpaka hata wale waliocheza nao movie, wale wanaume hawakuwaoa. Na sio watu wa movie tu, hata watu wa muziki. Kuna wale walioingia kwenye sanaa wakajipata wanaanza kucheza nyimbo za aibu, mpaka wanavua nguo kwenye nyimbo, wanavaa vibaya mno. Matokeo yake wakawa wanakosa utu uliotarajiwa kwenye jamii zao,
na wengi wao wakaishia kuwa single mothers. Wengi wakawa hawana waume. Si walaumu, lakini ni kwa sababu walichelewa kujijua na kuangalia utu wao ni upi na maadili gani wanayotakiwa kuyashikilia bila kushinikizwa na nchi za magharibi. Kumbuka, kwenye mtazamo wa Kiafrika, lazima maadili yako au utu wako uwe faida kwa jamii. Usipokuwa faida kwa jamii, basi utakosa nguvu na ushawishi kwenye hiyo jamii. Angalia sana jinsi unavyojenga utu wako. Tumefika mwisho wa mada hii, lakini kabla ya kufunga mada, nataka nikazie mambo mawili matatu, kwamba kujitambua kiutu na kimaadili ni safari ya ndani, safari ya kujua wewe ni nani unapokuwa peke yako bila shinikizo la dunia. Kujitambua kiutu na kimaadili ni kujua misingi inayokufanya usimame imara. Hata pale upepo wa maisha unapovuma kwa nguvu, wewe unabaki imara. Yaani hiyo ndiyo faida kubwa na ndiyo siri inayokuonyesha kwamba kujitambua kiutu na kimaadili ni kuleta mchango kwenye hiyo jamii na kufanya sifa yako inakaa imara. Ni heri sifa njema kuliko mali nyingi. Ukijenga utu, unajenga maisha. Ukijenga maadili, unajenga mustakabali. Na ukijitambua katika eneo hili, unakuwa mtu ambaye dunia inaweza kumtegemea. Asante sana kwa kuitazama video yetu hadi mwisho. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza hiyo like, bonyeza subscribe na ushare video zetu. Hadi wiki ijayo, jina langu Majaliwa Machinda, Itungano ya Babuchi. Karibuni tuendelee kujitambua. Asante.